Bana, mie ndo Jadu na ripoti za Ava TV ni kutokea Kanairo, Nairobi nchini Kenya. Kuna nini hapa bana? Kesho hapa Nairobi kuna dabi ya mashemeji. Mashemeji dabi. Hii ni dabi ya ngapi bwana Sheng? 99. Dabi ya mashemeji inapigwa katika uga wa Nyayo. Wenyewe anaita uga katika uwanja wa Nyayo kwa maana ya Nyayo Stadium kesho majira ya saa 9 jioni, na ndio maana Ava TV tupo Nairobi hapa. Lengo ni kuja kukuletea ripoti kidogo ya utofauti ya mchezo huu wa dabi ya mashemeji. Ni AFC Leopards wanamkaribisha Gor Mahia katika mchezo huu ambao utapigwa kesho katika uwanja wa Nyayo. Nini kitakwenda kujiri? Sasa wewe kaa karibu na Ava TV kuanzia kabla ya mechi, kwa maana ya kuanzia hii leo, siku ya mchezo wenyewe kwa maana ya kesho, na baada ya mchezo tutakuletea ripoti ufahamu nini kinachoendelea. Dabi ya wenzetu ina uzito wa aina gani? Dabi ya majirani ina muamko wa aina gani? Dabi ya majirani ina matukio ya aina gani? Miraji anaita ule usembe huku upo, tutakuonyesha na tutakuletea ili uweze kufahamu mashemeji dabi huku kwa wenzetu bana inaendaje. Na ikumbukwe sisi pengine tarehe 29 tukaona dabi tena, kwa sababu hii leo mchezo wa nusu finali Young African Sports Club dhidi ya Azam FC pale Zanzibar unachezwa. Mshindi hapo atamsubiri mshindi kati ya Simba dhidi ya Mlandege. Kwa hiyo pengine tukaona dabi ya Kariakoo tarehe 29 kwa maana ya Simba na Yanga, na tarehe 3 Meja Jenerali Samuyo pengine tukaiona pia dabi ya Kariakoo zikapigwa back to back hapa. Sasa kwa sisi tunaanza na dabi hii hapa mashemeji, alafu tunaenda dabi ya Kariakoo. Sisi ndio Ava TV na mimi naitwa Jado. Kwa hiyo nikusihi tuendelea kuwa karibu na sisi ili uweze kupata ripoti zote kutokea hapa Kanairo, Kenya. Utuambie bwana ushaanza. Utuambie bwana, kesho sisi tutegemee dabi ya aina gani? Tumeshazoea Kariakoo dabi bwana. Sisi tushazoea Kariakoo. Hiyo mashemeji hiyo ni dabi iko na vibe la aina gani bwana? Unaweza karibia ndo na kugonga hapo pia. Kama yule jamaa. Kama Miraji. Kesho ni tunaweza sema a title deciding derby. As in derby ambayo inaamua nani bingwa kati ya AFC Leopard na Gor Mahia. Gor Mahia wameshinda derby mara 34. AFC Leopards wameshinda mara 29 kama sikosei. So na pale kileleni ni Gor Mahia na alama 58 sorry. AFC Leopards wako nyuma yao na alama 55. So AFC wakishinda wanawafikia Gor Mahia, wanaachana tu na goal difference kidogo. Gor Mahia wakishinda wanapanda point 6 kileleni. So ni a title deciding derby. Naambiwa hii derby huwa inakuwa na vurugu kweli yani. Muda kadhaa umepita, like in recent times kumekuwa kumetulia. Kitambo kidogo kulikuwa hawakuwa anataka kuonana macho kwa macho. So of late imetulia. The last derby AFC Leopards won 1-0. There were no incidences. Kila mtu alienda nyumbani akiwa mzima. So watu wamejua kuishi na mpira sasa. Na watu walikuwa wanapigana kabisa baada ya mechi. Ni ile tu ile kama ni utani. Ile utani tu. Utani. So utaniana wengine wanapandisha hasira huko lipo. Sasa mimi nayo we celebrate lakini usiniguze, wanasema hivyo sasa. Ndio inakuwa ni deadly mnaita. Umefanya coverage ya dabi ya Kariakoo. Umekuja mara nyingi Dar es Salaam kuja kuripoti kama mwandishi. Ni kitu gani umenotice Kariakoo dabi, ukiachana na ukubwa, achana kabisa na masuala ya ukubwa, kuhusu kwamba Kariakoo dabi ni dabi kubwa, kuhusiana tu na mchezo wenyewe, vibe, pressure, intensity, kitu gani umenotice cha tofauti kwenye Kariakoo dabi na mashemeji dabi ambayo kila siku upo hapa Kenya? One thing ni ukiangalia Kariakoo derby ni like ni a different gravy. Mashemeji pia ni derby kubwa, lakini sasa ukifactor in all the superstars wako pale Tanzania, kuna middle kwa pata, uko na Aziz Ki kwa team, uko na Fei kwa team, uko na kina Chama ile side nyingine akiwa amewaka. Players wetu wengine wanahama huku wanaenda huko kucheza derby. So sisi
personally nikiangalia like tuna learn a thing or two from them. Ligi yetu pia inakuwa tu polepole, so yeah, intensity status venye maybe wanasapotiwa na their federations, maybe the coverage by the online media, the national medias. Juu ukiangalia kwetu pia sisi ni kugrow, tuna grow online media, tuna grow, so yeah, pole tu. Sawa. Kwenye issue ya mashabiki, sisi kwenye dabi yetu mara nyingi tumekuwa inafanywa hamasa na maafisa habari. Najua unawafahamu, upande wa Simba Ahmed Ally, upande wa Yanga Ally Kamwe. Wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana ya kuwaita mashabiki uwanjani ili kwenda kuangalia dabi. Na mara kadhaa, sometimes hizi miaka ya karibuni hapa, wewe ni shuhuda, kiachana na ile Zanzibar Benjamin Mkapa, yani unapata full house, lakini yani kwa mbinde. Nataka kwanza unijalie kuhusiana na dabi ya hapa. Mafans wao huwa wana muinuko ama mwitikio kiasi gani, na nyie mnatumia njia gani kuhamasisha mashabiki kuja kwenye dabi kama hizi? Huko pia mna maafisa habari, ama huwa mnatumia mbinu gani kuhamasisha mashabiki waje kwenye dabi? Kwanza huku ukiangalia timu kama AFC Leopards na uangalia timu kama Gor Mahia, iko based on tuseme tu communities, so utapata wanaowahamasisha mashabiki ni the clubs, tunaziita ni community clubs. So community A na community B wao wanajipigia tu pato, nyi kujeni game yetu. Community A hizi tushinda, community B hizi tushinda, so nani hiyo, alafu AFC wanasema wao ni club, one of the biggest clubs. Sisi na okay, nikisema sisi unajua tu mimi Gor Mahia nao pia wanajipiga kifua, we are the most successful club in Kenya. Like sisi ndo kusema tuna titles 21, tunatafuta 22, so ni ile like club tu zinasukuma watu wao, hakuna wasemaji huku. Chairman wanasukuma their fans wakuja game, na watu kama kina Tayadok, like watu tu wanasukuma, watu tu wanajisukuma tu. Sasa tusipo, hakuna mtu anasukuma ligi yetu, so na watu wanakuja uwanjani, watu wanakuja uwanjani. Kesho utashuhudia bro, bila hamasa ni ile watu tu wanapenda tu timu zao. Watu tu watakuja. Kulikuwa na issue ya ticket, AFC Leopards walikuwa wameka ticket bei ghali, wakaweka flash sale jana, watu wamenunua, so yeah, kesho najua tutakuwa na full house. Okay. Yeah. Mimi nikajua pia huko kuna wasemaji mnafanya hamasa kabisa mtaani. PA. Hapana. Huku nayo banta iko, lakini wasemaji hakuna. But nafikiri ni something in the near future tuta look at. As in, lakini sasa huku mashabiki wenyewe ndo wana act kama wasemaji, hiyo kutaniana nini ambavyo Ally Kamwe na Ahmed wanataniana, so kuna mashabiki wakubwa wa hii team na hii, so wao ndo wao pelekana mbio, but yeah, ikishia kwa labda kwa machairmans na ile kupost tu kwenye pages kwamba bana mechi yetu ni tarehe kadhaa, na kisha federation the like broadcasters sasa wakina Azam na league sponsors pia wana come in, of which naweza wataja SportPesa wanapiga shughuli nzuri kuhamasisha mafans warudi uwanjani. Yeah, ina polepole tu inakuja. Sawa. Hapa mimi nimekuelewa bana, lakini si unajua kinachojiri leo bara kule. Eti bara nishazoea neno bara. Okay, unajua kinachojiri leo Bongo kule, lakini yeah. Unajua kuna nini Tanzania? Nini? Tanzania ama Zanzibar? Sawa, yani Tanzania ni Jamhuri ya Muungano. Okay. Unajua nini kinajiri visiwani leo? Yeah. Nini? Duke anataka kuonyesha Faisal mpira leo. Leo ni Dar es Salaam dabi. Nahodha wa Yanga Duke Abuya. Inshallah bro.
Wakenya mnajivunia yeye sana, yeye na Bajaber, our treasures bro, our treasures. We do value them and we are so happy on what they do. Unajua wanawapea motisha vijana wengi sana mtaani. Wase wakiona Bajaber ameenda Simba from the day he was announced, like wamemfuatilia tu hivyo. Injuries yeye zimekuwa hapa na pale, amerudi, like I give up on the same wavelength. Duke Abuya from kutoka Police kwenda Singida, kwenda Yanga on loan, kusainiwa permanently, him captaining Yanga, like crazy since. But yeah, wanapea vijana wetu huku mtaani motisha deadly, na yeah, we are very proud of them man. Mnafuatilia mechi kama hizi? Sana. Kwanza sisi kama box to box kwanza. Sasa shida ni siwezi jikatanisha hivi, but wote ni vijana wangu na mimi venye tu tulikuwa tunaongea naye, na wataka hiyo finali ya date 29. Unione huko mapema. Natamani 29 iwe Kariakoo. Kisha date 3 hapo bado. 29 kipige Zanzibar, 3 kipige Mejesa. Hapo sasa. Hiyo itakuwa ni mbaya sasa. Itakuwa ni balaa. Itakuwa dead. Itakuwa dead. Tunga. Bwana poa sana bwana. Nashukuru jo. Sawa. Nataka unipige baba. Hii location